watahusishwa, lakini kila mmoja mahali pake, kila mmoja mahali pake. Kumbuko ni Kristo. Baadaye walio kwake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atampa dhahiri kuwa yeye aliyekiisha vitu vyote hayumo, basi chini yake, ndipo mwana mwenyewe naye atashika chini yake yeye aliyemkiisha vitu vyote, ili kwamba Mungu awe yote katika wote. Kubatizwa kwa ajili ya wafu watafanyaje kama wafu hawafufuliwi kamwe? Kwa nini kubatizwa kwa ajili yao? Humo hatarini inafaa. Naam ndugu, kwa huku kujitishi kwangu niko nako juu yenu katika Kristo Yesu Bwana wetu. Nilikufa kila siku, ikiwa kwa jinsi ya kibinadamu yangu waambie watu inakuwaje, kupitia katika nyakati ngumu nafanyaje? Waambie watu inakuwaje, waambie watu, waambie mtu wa pili kutoka mbinguni. Kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo alivyo wa udongo, na kama alivyo yeye wa mbinguni, ndivyo alivyo walio wa mbinguni. Na kama tulivyokuwa sura yake yule wa udongo, kadhalika tutaichukua sura yake yeye aliye wa mbinguni. Semayo ni haya, kuwa nyama na damu haziwezi kuishi wala uharibifu wa mwili. Angalieni, nawaambia ninyi kweli, katika ladha zote fanyeni kosa katika moja, nyumba itapungua. Wakati wa parapanda ni mwisho, maana parapanda italia, wafu watafufuliwa kwa ajili ya uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti ambia Bayo kama ako na bundles, na wewe pia hiyo live share kwa groups zingine. Sasa si mnajua yangu ninachukua, nyinyi mnaweza share na share kutoka kwangu kwenda kwa live zingine. Una share tu alafu unatoka kwa Facebook, ukisha share unaachana nayo tu. Lakini Mungu na ashukuriwe atupaye kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu katika
Omwami omanyire ishakamo shanje nende eshikero shetsindalo tyanje shinga olwasiri omwe amanye shinga olwa emboleranga lola wakhola tsindalo tyanje ebitinyu butswa kata obuyindifu bwanje butswa imberi wo toto mwene buli mundu kata nasinjire ali butswa omuya toto mwene buli mundu achendanga shinga ishinini butswa toto mwene ametakhanyiranga butswa babunjikhanga nibara manya mbu niwina ulayira ta Nyasaye wefu obunyali mwai wetsi mbabazi Kristo Yesu mulonjoli kunele chibale kukorobyo mwai wetsi mbabazi lola kuno nomubili okomwana wefuwe okuwa inimwe moya Yesu noyire uwo mwai wetsi mbabazi lidala elialekele Nyasaye ramahono koko kubana bebe kubekho Nyasaye kasia mwai wetsi mbabazi kosi akalatirira kunye chaka fulano kuwela kumanda Nyasaye yuwimire maikosi kashedani akasenuka Yesu onone ai wetsi mbabazi funa kabudana na damatsaiko ai obukazi buli chamuna ula na Nyasaye kasia iri mochite Nyasaye chamani ndo mukono kukwamani kushia ko kudawala budano mu bunyali bwa Kristo mabuni wefu amen kwaya Niongoze nimalize mwendo salama. Niongoze nimalize mwendo salama. Niongoze nimalize mwendo salama.
niongoze nimalize mwendo salama. Niongoze nimalize mwendo salama. Niongoze nimalize mwendo salama. Na Damasi, waelekezi na wenye wamefungiwa kwenye watakuwa katika jina la Yesu. Wasia wangu Swaka, uko upande gani? Wasia wangu Swaka, karibu. Yesu yangu imalize mwendo salama. Baba Yesu yangu imalize mwendo salama. Baba Yesu nitie nguvu, nimalize mwendo salama. 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 Tusimame sisi wote tunapokaribisha mtumishi wa Mungu wa Wasia Swaka kwa ajili ya kuweza kuleta maombi ya kufungua ibada hii ya leo. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Haleluya, kwa damu ya Mwokozi. Haleluya, milele daima. Haleluya, kwa damu ya Bwana wetu Yesu. Haleluya, kwake Bwana sifiwe. Alifufuka kifulio Bwana. Haleluya, umekiri kwamba Yesu pekee ndiye Bwana. tunashinda kwa damu ya Mwokozi. Tunashinda kwa damu ya Yesu. Tunashinda kwa damu ya Bwana wetu Yesu. Asifiwe. Haleluya, sifa zake. Alifufuka kifulio Bwana. Haleluya, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu pekee ndiye Bwana. Muumba wa mbingu na nchi, jina lako ni Yesu. Bwana Yesu. Bwana, asubuhi ya leo tunainua jina lako tukisema asante
kwa sababu umechukua pumzi ya ndugu yetu. Yesu. Bwana, umeandaa ibada mahali hapa, tunakuinua. Yesu. Tunakukaribisha kwa kila jambo ambalo litatendeka. Yesu. Tunavunja kila misingi na kila madhabahu kwa jina la Yesu, ukapate kuondoa pingamizi za ibilisi mbele ya ibada hii, ukapate kuondoa wale wa ajabu watakaohusika katika ibada hii wote mikononi mwako. Yesu. Watawala na kuwafunika na damu yako. Tunapoanza tuko chini yako. Yesu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Ninaomba maovasia wa Ribayala tuteremke kule nyumbani, nataka kuongea kitu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kuwakaribisha wote kwa ajili ya harusi ya mwisho ya mtumishi wa Mungu Brother Isaiah Kiteri katika ibada hii. Ningependa kuwasihi tunapoendelea tuwe pamoja. Tungependa hii ibada iwe nzuri, tuimalize vizuri. Na ibada hii kuwa nzuri, itabidi tuweze kuwa watiifu katika kulinda saa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutaki kuaibishana mbele. Hakuna haja ya kuongea maneno mengi. Wote tumehusunika. Unapopata nafasi mpendwa, huenda kwa lengo, sema neno moja mbili na tuendelee kwa njia ambayo inastahili. Na tena hali ya anga sio nzuri. Tuko na wapendwa wametoka mbali, haswa sana wenye wametoka Nairobi. Tunajua hivyo yote. Kwa hivyo tafadhali na wasi kwa upendo wa Yesu Kristo tuende kwa lengo. Nyinyi ni watu wazuri, ni watu wamesoma, na tuweze kuendelea vizuri. Ninakaribisha kwaya yetu ya hapa section hii waweze kuleta nyimbo mbili mara moja. Baada ya hiyo kwaya yetu ya Zikomere, alafu baada ya hiyo nitakaribisha jamii mara moja, na jamii itakuwa na utaratibu. Nimejua ya kwamba jamii msimamizi wao ni mtu mzuri, nishafanya naye kazi na mtakuwa na lengo na tumalize vizuri. Bwana Yesu awabariki sana. Kwaya section hii tuanze mara moja katika jina la Yesu. Ukichelewa nitaruka niende kwa kwaya nyingine. Yesu awabariki sana. Karibu sana RO wangu Kakamega Region. Asante kwa kuingia. Bwana akubariki. Hiyo kwaya yenye itafuata ni ya wenyeji wa Zikomere, mtakuja hiyo. Wanataka kurudi kuwashukuru
Sikomere mjiandae. Kwaya yetu ya Sikomere, wenye kijiji wote wa Sikomere na wameng'ara. Hata hii yetu ya section mmeng'ara. Hiyo uniform ni mzuri, sauti zenu ni mzuri. Hii ni maibada ya mtumishi wa Mungu Evangelist. Karibuni sana katika jina la Yesu. Karibu sana Regional Evangelist Flamingo Region. Tunakupenda, karibu sana. Amen. Bwana wabariki sana. Nakaribisha wapendwa wetu wa area hii wenye walikaribisha mtumishi wa Mungu hapa. Kujeni hapa wote kama muko. Dakika moja mbili kujeni mara moja. Watu wa area hii wote. Katika jina la Yesu ndio nafasi yenu. Karibuni tumsimame muimbe wimbo moja. Watu wa area hii naomba msimame, tunawapenda sana katika jina la Yesu. Wako karibu ama wako mbali gani? Haleluya. Wakati wanasimama, nakaribisha tena wapendwa wa Sikomere wote wasimame.
Waeria hii kwanza wako wapi? Sitaki lawama baadaye, amukutukumbuka. Hatutaki manunguniko baada ya ibada. Kama wako karibu wasikomere, nilitangaza tukuje. Wasikomere kama wako karibu, simameni. Kama wako karibu nitaruka na niweze kuendelea, nimetoka katika hiyo lawama. Waeria hii wako? Area hii karibu sana na watu wako baba. Haya, ongea tu neno mmoja alafu tufanye nini tuweze kuendelea. Wapi mtu yangu wa mkono wako wapi? Asante mwalimu. Bwana siwe tena. Isinenga ano mimi nimeshtuka sana, la wote ni mambo ya dunia. Tuko na mengi imeongelewa, lakini naye Mungu akiamua kufanya kitu huwa anafanya bila anajua. Amen. Mimi nitaongea kulingana na huyu ndugu yangu mwenye amelala huyu. Huyu ndugu yangu nitaongea kwa ufupi sababu wamesema masaa mpaka tuyatumie vile inawezekana. Huyu ndugu yangu kwa hii shamba ana deni. Ako furu kwa hii shamba. Ana neno lolote kwa hii shamba. Hayo tu, barikiwe. Amen. Asante sana. Sikomere, asante ndugu na kupenda, Bwana kubariki. Sikomere walikuwa wamesimama pale. Very good. Songeni hapa haraka kidogo katika jina la Yesu. Mnaweza kuja hata kama mnaimba. Kama kuna mwimbaji haraka haraka kama mimi, kama yule mama katikati labda ni mwimbaji. Tafadhali. Tafadhali. Tunaokoa muda katika jina la Yesu, na wote tumekuja kulia. Tutaki yeyote aseme walitukanyagia. Sehemu yangu rafiki yangu katika safari yangu, twatembea na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, twatembea na wewe. Niongoze safari, mbele unichukue, mlangoni mwa mbinguni na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni na wewe. Niwe haya wewe, pamoja na wewe, nilikute mashaka sawa na wewe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Mirembe chumukani. Lembe. Chumukani. Bwana Yesu asifiwe. Ngire elisinga na ma wa zake. Bwana, huyu mtoto wangu mtoto mzuri, aliyejua neno la Mungu, mtoto ambaye alituombea kama wazazi. Bwana asifiwe. Hakika tuko na tumehuzunika. Kama mimi, mume wangu alikufa kifo kama cha huyu mtoto. Bwana asifiwe. Na huyu alinihurumia zaidi. Bwana asifiwe. Hangeweza kukuja kutoka Nairobi akose kuniuzia sukari. Bwana asifiwe. Hakika tumepoteza wapendwa. Msichana wangu, nataka kutia we moyo. Mimi niliwachwa na watoto wadogo. Mtoto wangu wa mwisho alikuwa na mwaka mmoja na nusu. Bwana asifiwe. Lakini kwa mapenzi ya Mungu amekuwa. Bwana asifiwe. Akutie moyo, ukue pande wa Mungu na Mungu hata kuacha. Wewe umewacha na watoto wazima, na sio kwamba utasikia mazuri na yale mabaya utasikia, ita tu Mungu atakutetea. Bwana asifiwe.
Sisi wajane, nataka nikwambie, mtu akikupea shilingi 100 ni kama amekupea 1000. Bwana sisi, huyu kijana yangu hangeweza kukosa kunipea hata shilingi 100 akikuja. Bwana sisi, ni hayo tu. Tumepoteza, hata na nyinyi mmepoteza. Wacha Mungu akakutangulie na tutie moyo na tufunge mkamba na jina la Yesu lipewe sifa. Ni hayo tu, mbariki. Asante mama, pole. Asante kwa usemi mzuri. Ya madhabahu matakatifu ya UBC na waliofiwa ikiwa ndani na waombolezaji wote kona nne, na msalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Bwana asifiwe. Langu si mengi sana, kidogo tu. Jambo la kwanza, namrudishia shukrani wale wamesimama kazi zao zote kuja kutusaidia kufariki na nyinyi pamoja kwa kifo cha ndugu Isaya Chiteri, akiwa pasta wetu, tena akiwa mtoto wetu kutoka huko Marama Komere. Tukiwa hapa tunamkaribisha nyinyi wote katika hii mji hapa sasa Njigomere. Si vile mlikuwa mnasikia hapa Njigomere, kuanzia hapo mpaka huko chini. Sasa ukitembea pande hii usisema mti yako huku, karibu uingie katika hii boma. Msihangaike sana. Watu yangu wa Nairobi, kanisa ya UPC Nairobi, namrudishia shukrani sana vile mmenifunga mkanda nikiwa Nairobi na nyinyi mpaka wakati tumefika hapa nyumbani. Pia namshukuru sana. Mmenijali maisha yangu. Mungu amarehemu. Kwa yao wakitoa sumuni yao, shilingi yao 1, 2, 3 kufanya hii kazi kamilike vile inaenda kamilika saa hii, nasema asante kwa niaba ya jamii. Sitaenda sana mengi. Mama, usifadhaike sana. Boma ndio hii. Tusaidiane hii boma iendelee kung'aa vile inang'aa hivyo. Usiwe msitoni. Ni hayo tu, na Mungu amlinde. Majina ni ndugu Julius Arunga, mtoto wa Mango. Asante sana. Amen. Asante sana mzee. Hii ni ibada nzuri ambayo niko na watu wazuri na ninaamini tutamaliza vizuri. Bila kupoteza wakati, ni wakati ambapo ningependa kukaribisha familia, yaani watu wa ukoo. Na wakati nakaribisha relatives, na ningependa tuende vizuri vile nilisema. Tafadhali mwalimu, I fear to engage in battle with clever people. I know you are clever. Take 1 hour, not even 1 hour, please. Tuko na watumishi wengi wametoka mbali. Tafadhali. Karibu sana mwalimu. Aya, asante sana mwenzangu Zedekaya Omsalisi. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, kila mmoja ambaye amehusika katika njia moja ama nyingine kufanikisha ibada hii ya siku ya leo. Sehemu ambayo nimepewa ya familia ni sehemu ambayo ni ngumu kiasi, lakini mtanisaidia ili tuweze kumaliza kwa wakati. Tunapoanza sehemu ya familia, ningependa tu familia kwa ujumla, naona wengine wako kule kwenye kaburi, wengine wameketi mbali kule, wengine wako humu. Ningependa tuweze kukaribia hapa, tuwe katika hii hema ya familia ili tuweze kufuata huo utaratibu vizuri na kumaliza kwa wakati. Hali ya anga kama unavyoona alivyosema Zedekaya, hali si nzuri. Tungependa tumalize kwa wakati ili pia familia waweze kupumzika. Kwa hivyo bila kupoteza muda, ningependa tu kuweka utaratibu kwamba familia imeketi hapa tayari pamoja na kanisa, alafu sehemu ya hapa tuna wageni wengine kutoka sehemu mbalimbali kwa iko pale. Kwa hivyo tunapoitwa, tafadhali tuweze kuitika kwa wakati. Ninapoendelea kuweka familia pamoja, naona wengine bado wanatembea kule. Kwa ufupi tu, ikiwa unahitaji mahali pa kujisaidia, choo iko pale chini, utaweza kufika pale.
na ikiwa wewe ni mgeni na unahitaji usaidizi zaidi utaniona hapa, ama kuna wachungaji hapa wako hapa watakusaidia hapa mbele, kwa hivyo usiwe na wasiwasi. Nataka tu kuweza kukaribisha familia sasa tuweze kuanza rasmi, lakini kama sijafanya hivyo, kwaya tu ya UPC Egutai Mshiro watatuanzishia tu ili tuweze kuleta familia kwa haraka. Tutakuwa tukitumia muda mfupi kabisa, kwa hivyo ukipata nafasi utakuwa unasema tu neno moja, na mkiwa kikundi mtu mmoja atasema kwa niaba ya wote. Kwa hivyo kwaya ya UPC Egutai, nimeambiwa kwamba UPC International Egutai wataanza, alafu tutakuwa tukisonga mbele. Yesu, karibu sana kwaya. Familia tuweze kujikusanya tafadhali, naona wengine wako kule, let us take our chances, tuweze kuketi mahali ambapo tunafaa. Naona hapa ndugu zake Pastor Isaiah wanakuja, tafadhali chukua nafasi zenu muweze kupata nafasi hizo ili tuweze kusema mara moja. Family members kindly, naona kule wengine wanatembea kule, wanachukua sehemu zetu tuweze kuketi, tuweze kupata fursa hii, alafu tuendelee na kufunga mara moja. Asante sana kanisa la UPC kwa kazi hii nzuri. Haya, wale nduguze kiteri wa kutoka makoma mengine wasimame tu hapa mara moja, wale wa ndani kabisa watangoja baadaye. The close cousins and brothers, nafasi ndio hii, tunaanza na hawa. Wale wengine ambao wamesalia sijui itakuwaje, lakini muda ndio unasonga. Ya baba huna Mariati Tubei tunakaribishwa hapa pia. Alafu baba hula haya. Asante sana kwaya. Asante sana kwaya, thank you. Asante kwa hiyo sehemu. Tuwape nafasi sasa hawa waweze kuanzisha kitengo cha family. Thank you very much kwaya. Tutawatia hapo kwa sasa. Kwa hivyo hawa ni nduguze Pastor Isaiah. Kwa hivyo wataanza tu kwa ufupi, alafu warejelee kazi zao, alafu wengine watakuwa tukifuatana. Karibu sana Padre. Salimu katika jina la Yesu. Mjambo tena. Mimi nikiwa hapa nina huzuni kwa kupoteza ndugu yangu ambaye tumekuwa marafiki wa muda mrefu sana. Na mimi ndugu yangu tumependana.